Kama mtoto wa Mungu, inapaswa ufike hatua uweze kujua nini ni haki zako katika Kristo. Nini ni haki zako kama mtoto wa Mungu. Lazima uweze kufika sehemu, uweze kujua kwa uhakika nini umepokea baada ya kuingia kwenye familia ya watoto wa Mungu. Itakuwa vigumu sana kuweza kuwa na maisha ya maombi. Itakuwa vigumu sana kumwamini unayemuomba. Itakuwa vigumu sana kuamini unachokiomba kabla ya kufika hatua ya kujua nini ni haki zako katika Mungu. Nini ni haki zako katika Kristo Yesu. Ili uweze kuwa na maisha yenye matokeo, uweze kuwa na maisha ya uendelevu, uweze kuwa na maisha ya ushindi, uweze kuwa mtu wa kimkakati ambaye Mungu anaweza kukutegemea, unaweza ukasababisha vitu kuweza kutokea kama mtoto wa Mungu. Lazima ndani ya fahamu zako uweze kujua nini ni haki zako katika Kristo Yesu. Kwenye hii session nataka nizungumze na wewe kwa habari ya haki 7 ulizozipokea katika Kristo Yesu. Haki zako 7 ambazo umezipata kama mtoto wa Mungu. Haki zako 7 ambazo zinapaswa kukupa ujasiri, kukupa uhakika na kukupa utawala kwenye maisha yako. Kwa sababu ni hakika Mungu alikukusudia uweze kutawala. Lakini huu utawala ambao Mungu alikusudia uweze kuwa kwenye maisha yako ni kitu ambacho hakitatokea kwa bahati mbaya. Lazima uweze kukipigania, lazima uweze kukipambania, lazima uweze kuweka bidii ili kiweze kutokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo lazima ujue haki zako katika Kristo Yesu. Ili ufike hatua ambapo maisha yatakuwa hayakutikisi, adui atakuwa hakutishi na utakuwa hauna haya maisha ya uoga. Lazima ufike sehemu ujue haki zako. Mara zote unapokuwa haujajua haki zako, maandiko yanakutambua kama mtoto mdogo. Ufalme wa Mungu unakuhesabu kama mtoto mdogo ambaye bado haustahili kuaminiwa na vitu vikubwa. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 3. Maandiko yanasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Kadhalika sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za dunia. Mara zote unapokuwa mtoto unatumikishwa na mambo manyonge. Unatumikishwa na vitu ambavyo ulipaswa kuvitawala. Unatumikishwa na mifumo ambayo wewe kwa mamlaka ulionayo ulipaswa kuweza kuikontrol. Ndo hapa unakuta huyu mtu ni mtu wa Mungu na alipaswa kabisa kuto kuishi kwenye umaskini, lakini umaskini unakuwa fungu lake. Huyu mtu ni mtoto wa Mungu na kwa mamlaka alionayo, haki aliyopokea, vifungo vyote vya magonjwa, vifungo vyote vya uharibifu, vifungo vyote vya mashambulizi ya giza havikupaswa kubaki kwenye maisha yake. Lakini kwa sababu hajui, kwa sababu haelewi, anajikuta vile vitu vinamtawala. Unapokosa ufahamu, unapokosa maturity, unapokosa uelewa wa kujua nini umepokea, nini tofauti yako na wengine, unajikuta unaminywa na kugandamizwa na vile ambavyo uliweza kuvipaswa kuweza kuvitawala. So ili ufikie hatua ya kuto kuishi kwa stress, ili ufikie hatua ya kuto kuishi kwa uoga, ili ufikie hatua ya kuwa na mamlaka ya kuweza kutawala kwenye maeneo ambayo Mungu alikukusudia kuweza kutawala, lazima uweze kujua haki zako ni nini katika Kristo Yesu. Naomba sasa nikuonyeshe faida 3 utakazozipata baada ya kujua haki zako 7 katika Kristo Yesu. Faida ya kwanza, utapata ujasiri. Utakuwa na ujasiri. Utakuwa na ujasiri kwenye kuomba. Utakuwa na ujasiri na kile unachokiamini. Utakuwa na ujasiri kuendelea kufanya unachokifanya. Utakuwa na ujasiri even wa kulisoma neno la Mungu. Unajua maana ya ujasiri? Ujasiri ni uwezo wa kufanya kile unachotakiwa kufanya. Mtu anaweza akawa na nguvu, lakini anapokosa ujasiri, maana yake atashindwa kuitumia nguvu. Ujasiri ni uthubutu.
Unapojua haki zako, zinakupa uthubutu, zinakupa uwezo wa kufanya vitu ambavyo Mungu amekukusudia kuweza kuvifanya. Inakupa shauku ya kuwa tayari kuweza kusimama kwenye maeneo ambayo Mungu alikukusudia kuweza kusimama. So unapokosa kujua haki zako katika Mungu, haki zako katika Kristo Yesu, unapoteza ujasiri. Utakuwa ni mtu ambaye kwa maandiko umetamkwa kwamba ni kichwa na wala sio mkia, lakini utajiweka mkiani kwa sababu unaogopa ile position ya kuwa kichwa. Wewe ni wa juu na sio wa chini. Juu kutakushinda, itabidi ujiweke chini, ujifiche, kwa sababu unaogopa kuwa exposed kwenye ile nafasi ambayo ndani yako hauna ujasiri kama ni ya kwako. Faida ya pili, maombi yako yatakuwa na sauti. Maombi kupata sauti, maana yake maombi yako yatakuwa na mamlaka. Maombi yako yatakuwa na nguvu. Maombi yako yatakuwa na uwezo wa kusababisha vitu viweze kutokea. Unajua kuna watu, mtu wa Mungu, wanaomba sana, lakini ukiwasikiliza vizuri, maombi yao yamejaa malalamiko. Maombi yao yamejaa kilio. Maombi yao hayasababishi vitu kuweze kutokea. Mara zote unapojua haki zako ni nini katika Mungu, haki zako ni nini katika Kristo, maombi yako yanapata sauti. Maombi yako yataanza sio tu kukufaa wewe, yatawafaa watu wako, yatawafaa ndugu zako, yataufaa ufalme wa Mungu. Utakuwa ni mtu ambaye ukizama kwenye chumba cha maombi, ukiibuka, unaibuka na matokeo. Faida ya tatu ni kwamba unapata utawala kwenye ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unaheshimu kanuni ya nguvu. Mtu ambaye ana power ndiye mtu ambaye anaheshimika kwenye ulimwengu wa roho. Shetani anaogopa nguvu. Ukiwa na power anakuacha. Usipokuwa na power anakushambulia. Ndio maana unaweza ukashuhudia kuna mtu analala anaweka Biblia chini ya mto, lakini still wachawi na vibweka vyote vinamfanyia vituko. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu kwenye ulimwengu wa roho hana status, hana power, hana nguvu, hana utawala. Utakapozijua haki zako, zitakuchochea kuweza kujua mamlaka yako ni nini, madaraka yako ni nini, na utakuwa na uwezo wa kumanifest, kulazimisha vitu viweze kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Sasa naomba nikuonyeshe haki zako 7 ulizozipokea katika Kristo Yesu. Haki zako 7 kama mtoto wa Mungu, ambazo Mungu alikusudia uweze kuishi kwenye hivi vitu. Mara zote tunaposema haki, nataka utambue kitu. Chukulia mfano. Wakili anapokuwa mahakamani, huwa hawaendi kuomba mteja wake ahurumiwe. Wakili huwa haombi mteja wake afanyiwe hisani. Wakili anadai haki ya mteja wake. Kama kuna kesi ya kiwanja, wakili anatumia kifungu fulani fulani, anasema, ndugu hakimu, ninaomba mahakama yako ifanye haki. So ulimwengu wa roho uko kama mahakamani. Kile ambacho umekijua, kile ambacho unakielewa, kile ambacho unakitambua, ndo kinakupa uwezo wa kupokea haki yako. Kitu kinaweza kikawa cha kwako kabisa, lakini kama haujakijua, kama hauna uhakika ndani ya moyo wako kwamba hiki ni changu, unaweza ukawa unazungushwa tu, unaweza ukawa unazunguka tu, unaweza ukawa unapotezewa tu muda na kujikuta unazunguka pale pale kila siku. Haki ya kwanza uliyoipata katika Kristo Yesu ni baraka na kibali cha Mungu. Baraka na kibali cha Mungu. Kitu namba 1 Mungu kukifanya na mwanadamu baada tu ya kumuumba ni kumbariki. Mungu alipomaliza kumuumba mwanadamu, maandiko yanasema Mungu akawabarikia. Mungu akawabariki. So baraka ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako. Baraka ni kitu cha msingi sana kwenye ufalme wa Mungu. Can you imagine? Kitu cha kwanza Mungu kukifanya baada tu ya kumuumba mwanadamu ni kumbariki. Baraka sio vitu. Baraka ni kitu kinachokupa uwezo wa kupata vitu. Mungu huwa hatoagi vitu. Mungu huwa anatoa uwezo wa kupata vitu. Mungu huwa anatoa nguvu itakayokupa uwezo wa kupata matokeo. Mungu hajawahi kuwa na benki inayochapisha fedha mbinguni. Mungu hajawahi kumshushia mtu gari kutoka mbinguni. Mungu huwa anawapa watu wake uwezo wa kupata vitu. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 na 14, maandiko yanasema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aanikwae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikie mataifa katika Kristo Yesu,
tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Iko baraka ambayo ilimfanya Ibrahim awe Ibrahim. Nimekwambia baraka sio vitu. Baraka ni uwezo wa kupata vitu. Unaposoma maandiko, kasoma maisha ya Ibrahim, alikuwa taifa kubwa. Ibrahim alifika hatua akawa na jeshi lake ambalo lilienda kufanya vita na wafalme watatu akawashinda. Maandiko yanasema Ibrahim alikuwa tajiri sana. Ibrahim alikuwa so and so and so. Kile ambacho kilimfanya Ibrahim kuwa Ibrahim ndio ambacho tulikipokea through Jesus Christ. Kwa hiyo Mungu hajatupa matokeo ya Ibrahim. Mungu ametupa kile ambacho kilimwezesha Ibrahim kupata matokeo. So haki ya kwanza ulioipata katika Kristo Yesu ni baraka na kibali. Unapozungumzia kibali, maana yake ni Mungu kukukubali. Na kama Mungu anakukubali, hakuna namna mfumo wowote duniani utakukataa. Hakuna namna sehemu yoyote duniani itakukataa. Ni wajibu wako kujua namna ya kuingiza hii baraka kwenye maisha yako. Kwa hiyo number 1, unatakiwa kujua ndani ya moyo wako Mungu amekutofautisha na watu wengine kwa kukupa baraka. Baraka ambayo inakuwezesha kupata utajiri. Baraka inayokuwezesha kuinuka kimaisha. Baraka inayokuwezesha kufanya maisha kwa upekee. Baraka inayokuwezesha kupata matokeo wakati wengine wanalia njaa. Haki ya pili uliyoipata katika Kristo Yesu ni uhuru. Uhuru. Mungu hakukusudia wewe uwe chini ya kifungo chochote. Chini ya kifungo cha magonjwa, laana ya umaskini, madeni, kifungo cha aina yoyote, kifungo chochote Mungu hakukusudia kiweze kuwa sehemu yako. Yohana 8 mstari wa 36. Maandiko yanasema, basi mwana akikuweka huru, umekuwa huru kweli kweli. Mwana akikuweka huru, umekuwa huru kweli kweli. Mungu hakutaka wewe uwe chini ya kifungo chochote. Mungu hakutaka uwe chini ya laana au gereza lolote. Ni kutokujua kwako ndiko ambako kumefanya umeruhusu hayo magonjwa yapate uhalali wa kukutawala. Umeruhusu hayo mateso yapate nafasi ya kukaa kwenye mji wako, yapate nafasi ya kukaa kwa watoto wako. Mungu alikusudia uwe huru, na uwe huru kweli kweli. So lazima uweze kufika hatua ujue kwamba ni mapenzi ya Mungu wewe kuwa mtu huru. Ni mapenzi ya Mungu usitawaliwe na kitu chochote, usitawaliwe na mfumo wowote, usigandamizwe na chochote. Uwe mtu huru ambaye unaishi kutimiza mapenzi ya Mungu. Unaishi ukisikiliza sauti ya Mungu. Unaishi ukitaka kufanya kile ambacho Mungu amekuassign uweze kukifanya hapa duniani. Warumi 8 mstari wa 15. Maandiko yanasema, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu. Roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Sikiliza mtu wa Mungu. Utumwa ni roho, uhuru ni roho. Unapomuona mtu ametawaliwa na vitu, nyuma yake kuna roho. Addiction za pornography, addiction za masturbation, addiction za ulevi, addiction za madeni, mambo yote ambayo adui ameyaweka kama gereza la kuwaficha watu wakuu, vile vitu havina nafasi mpaka uwe umetawaliwa na roho fulani ndani yako. Na Mungu alilijua hilo. Anasema, sikuleta roho ya hofu inayoleta utumwa. Sikuleta roho ya hofu ya kutokunijua, ya kutokunielewa, ambayo nakufanya utawanyike na kujikuta umefungwa kwenye vifungo vya ovyo ovyo. Nilileta roho ya uwana, ambayo kwa hiyo inakusababisha umuone Mungu baba yako na uwe huru kweli kweli. So una haki ya kuwa huru. Ni eneo gani ambalo unahisi umetawaliwa? Ni eneo gani ambalo mtu wa Mungu hauna uhuru wa kufanya maisha? Ni eneo gani una wasiwasi kwamba kuna mfumo unakugandamiza? Lazima uweze kuidai haki yako ya kuwa huru. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikusudia wewe kama mtoto wake uweze kuwa huru, na tena uwe huru kweli kweli. Haki ya tatu ulioipata kupitia Kristo Yesu ni amani. Amani. Yesu alilipa gharama ili wewe uweze kuwa na amani. Usiwahi kufurahia maisha ya makelele. Usiwahi kufurahia maisha ya magomvi. Usiwahi kufurahia
Haya maisha kila siku yamejaa makasiriko nyumbani kwako. Ndoa ina kelele, ofisini kuna kelele, watoto ni vurugu, kila siku hakuna utulivu, kila siku ni changamoto, kila siku ni matatizo, kila siku ni tukio hili baada ya tukio hili. No, Mungu alikusudia wewe kama mtoto wake, wewe kama mwana aliyekupata kwa gharama, uweze kuishi kwa amani, ufurahie maisha yako. Unaposoma kitabu cha Isaya sura ya 32 mstari wa 17 na 18, maandiko yanasema, na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima, na watu wangu watakaa katika kao la amani, na katika maskani zilizo salama, na katika mahala pa kupumzika penye utulivu. Mungu anataka maisha yako yawe na utulivu. Ifike hatua ndoa yako ina utulivu, biashara yako ina utulivu, uchumi wako una utulivu, wewe na wakwe zako mna amani, wewe na watoto wako mna utulivu, hauna wasiwasi ndani yako, hauishi kwa hofu, hauogopi kulala usiku, hauhofii mchawi, hauhofii uchumi, hauhofii chochote kile, unaishi kwa amani. Ni mapenzi ya Mungu wewe kama mtoto wake uweze kuishi kwa amani. So ni kitu gani ambacho kinakufanya ukose amani? Pamoja na kwamba kuna adui anayekushambulia na kuna mifumo ambayo inaleta ukorofi na ukali kwenye maisha yako, wewe haujui haki zako ni nini katika Mungu. Zaburi ya 29 mstari wa 11, maandiko yanasema, Bwana atawapa watu wake nguvu, Bwana atawabariki watu wake na amani. Moja kati ya baraka ambayo Mungu anataka kuileta kwenye maisha yako ni amani. Kwa hiyo usiwahi kuzoea maisha ya makelele. Usiwahi kufurahia hiyo namna ya kuishi kwa kutukanana kila siku. Usiwahi kufurahia kukosa amani kazini, bosi anakunyanyasa, unateseka kiasi hicho. Kama mahala unapoishi, kama nyumbani kwako, kama kwenye chochote kinachokuhusu hakuna amani, hupati utulivu, hupati pumziko la moyo, maana yake kuna kitu kimemiss. Kuna kitu kimekosekana. Kuna kitu hakipo sawa. So ni wajibu wako kuweza kudai haki ya amani iweze kupatikana kwenye maisha yako. Haki ya 4 ambayo uko entitled kuweza kuipata ni kuongozwa na Bwana. Unayo haki ya kuongozwa na Mungu, ni mapenzi yake kuweza kukuongoza. Moja kati ya jambo ambalo Mungu hapendi wewe kama mtoto wake uweze kulipitia ni kuishi maisha ya kubahatisha. Ni kutokuwa una uhakika na njia zako. Unajikuta sasa hivi umekaa unajiuliza, hivi mimi napaswa kujiajiri au niajiriwe? Nianze huu mradi au nisianze? Nifanye hiki kitu nitapata faida au nitapata hasara? No, sio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni wewe ufanye maisha ukiwa na unajua kwa uhakika nini unafanya na utapata nini kwenye ambacho unakifanya. Kwa hiyo Mungu anayo mandate ya kuweza kukuongoza, anao wajibu wa kuweza kukuongoza. Kitu pekee ambacho yeye anakitaka kwako, Mungu anataka kuona utii wako, then wewe unamdai uongozi. Mara zote unapoanza kumtii Mungu, yeye anaingia kazini kukuongoza. Atakuongoza kwenye ndoa, utajua nani wa kumuoa, utajua nani wa kuolewa naye. Atakuongoza kwenye uchumi, utajua nini cha kufanya na wapi pa kuwekeza pesa zako. Atakuongoza kwenye namna ya kufanya maisha, kila siku utakuwa unarudi na matokeo. Hii namna ya kutokuwa na uhakika, unatoka nyumbani kama mtu unayekwenda kubahatisha, unaenda kwenye biashara yako kama mtu unayeotea. No, sio namna ya Mungu. Moja kati ya haki ambayo uko entitled kuweza kuwa nayo kwenye maisha ni kuongozwa na Bwana. Zaburi sura ya 32 na mstari wa 8, maandiko yanasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoendea, nitakushauri na jicho langu litakutazama. Mungu anataka kukufundisha, akufunze nini cha kufanya, akufunze nini cha kufikiri. Anataka akuonyeshe njia, wapi pa kupita, sehemu gani uweke kituo, watu gani ushirikiane nao. Lakini pia anataka kukushauri here and then, akushauri hapa na pale. Alafu anataka kuhakikisha macho yake anakuangalia, anakuwa na monitor progress yako, ili usije ukapotea, ili usije ukaishia njiani. Kwa hiyo ni kitu gani kinasababisha wewe umekuwa mtu wa kuanza vitu vipya na kuishia njiani? Kila siku una project mpya na unaigailisha. Ni kwa sababu haujadai haki ya kuongozwa na Bwana. Haki ya 5 ulionayo ni haki ya uzao. Uzao. Mungu hataki uishi maisha ya utasa.
Sasa tunapoongelea utasa, watu wengi wanafikiria tunaongelea mambo ya ugumba, mwanamke kushindwa kushika mimba au mwanaume kushindwa kuzalisha. Lakini utasa ni zaidi ya uzao kwenye eneo la watoto. Uko utasa wa kiuchumi, ni pale ambapo uchumi wako unashindwa kuzaa, unashindwa kupata matokeo kabisa ya kiuchumi. Unafanya kazi lakini hauna faida, unafanya kazi lakini hauna hatua. Uko utasa wa kiakili, akili zako zinashindwa kukusaidia, akili zako zinashindwa kuzalisha idea zitakazo kukupa matokeo. Nafikiri ndio maana mtumishi wa Mungu Christopher Mwakasege aliandika kitabu cha kuziombea akili zako. Kwa nini? Kwa sababu akili, mtu wa Mungu, haujapewa tu kwa ajili ya kujaza kwenye kichwa chako. Akili umepewa kwa ajili ya kufanyia maisha. Na kama unahisi akili zako bado hazijaanza kukunufaisha, unayo haki ya kuziombea ili zianze kuzaa. Sometimes akili za mtu zinaweza zikapigwa na utasa. Akili ambayo inashindwa kujifunza, akili ambayo inashindwa kuelewa, akili ambayo inashindwa kusonga, akili ambayo inashindwa kuzalisha idea, kuzalisha mikakati na haikusaidii. Unaweza ukapata utasa wa kiroho. Unajikuta wewe ni mtu ambaye toka umeingia kanisani, toka umeokoka, bado hujaweza kusoma neno la Mungu, bado hujaweza kuwa na maombi binafsi, bado ni mtu naenda mbele na kurudi nyuma. Huo nao ni utasa. So hakikisha unapambana na kila namna ya utasa. Baraka ya Mungu mojawapo kwenye maisha ni baraka ya uzao. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo, Mungu alipowaambia akawabariki, akawaambia nenda mkazae. Sasa watu wengi walifikiria tu ni kuzaa watoto, lakini ilikuwa ni kuzaa kwenye uchumi, kuzaa kwenye kazi, kuzaa kwenye huduma, kuzaa kwenye kila eneo ambalo Mungu amekuamini. Kuzaa maana yake ni being productive, kuweza kupata matokeo, kuweza kupata faida, kuweza kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Angalia kitabu cha Mwanzo 1:28. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kutiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Utajueje kama unazaa? Utaanza kuona maongezeko. Kwa hiyo sehemu yoyote ambayo hujawahi kuona maongezeko, kwenye biashara, kwenye miradi yako, nyumbani kwako, kwenye kila kitu, kama hujaanza kuona maongezeko, maana yake uzazi haupo. Kuna roho ya utasa inatawala na unatakiwa kuweza kuivunja na kudai haki ya kuweza kuzaa matunda. Kumbukumbu la Torati 7:14, maandiko yanasema utabarikiwa kuliko mataifa yote. Hakutakuwa na mtu mume wala mke aliyetasa kati yenu, wala kati ya wanyama wenu na mifugo. Sikiliza mtu wa Mungu, maandiko yanasema hakuna mtu mume wala mke ambaye atakuwa tasa. Maana yake haya mambo yote ya kushindwa kupata watoto sio haki kutoka kwa Mungu. Mara zote unapokutana na hizi kesi unatakiwa kuzivunja na kuzibatilisha. Unatakiwa kuziharibu kabisa. Kwa hiyo mimi sijawahi kukubaliana na hiki kitu kwamba kuna mtu amefungwa tumbo la uzazi. Never. Ni kwamba yule mtu akujua nini cha kufanya katika Mungu. Una haki ya kuzaa na kupata watoto kwa wakati. Haki ya 6 ulionayo katika Mungu ni afya na uponyaji. Afya na uponyaji. Ni kosa kubwa kama mtoto wa Mungu kuweza kubahatisha pale ambapo unakuwa unatetea afya yako. Mara nyingi ukiwasikiliza watu wanapokuwa wanaomba kuhusu afya zao, kama amekutwa na magonjwa au mtoto wake ameshambulia, unaona kabisa huyu mtu ana wasiwasi, huyu mtu anaogopa, huyu mtu hajui nini anakifanya. Nataka nikuhakikishie Mungu ni mponyaji. Na zaidi tu ya kwamba Mungu ni mponyaji, Mungu amekupa uwezo wewe wa kuponya. Liko andiko linasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata uzima. Mungu asingekupa haki na mamlaka ya wewe kuponya wengine kama wewe umeshikwa na magonjwa. Ukisoma Isaya 53 nafikiri mstari wa 5 inasema alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu, alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Uponyaji sio kitu ambacho unakitafuta. Uponyaji ni kitu ambacho kimeshakamilika. Mara zote unapokuwa una deal na mambo ya afya na uzima, ni either unakemea ugonjwa na kufuta hiyo roho nyuma ya ugonjwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ni either unakiri uzima uingie ndani yako, au unamtamkia uzima huyo mtu ambaye unamuombea. There is no other way. Uwezi ukamwambia Mungu naomba uniponye, Baba naomba uniponye, Baba naomba uniponye. Hapana, ni kosa kisheria, ni kosa la kioperation
kuomba kitu ambacho Mungu ameshakitenda. Kwa hiyo hakikisha mtu wa Mungu, ndani ya moyo wako unajua swala la uponyaji ni swala ambalo limeshakamilika kwenye maisha yako. Na mara zote unapokuwa una deal na kesi ya magonjwa, unapokuwa una deal na vifungo vya magonjwa, unatakiwa kukemea, kufuta hiyo roho, kuharibu huo ugonjwa au kukiri uzima kwa mamlaka ya jina la Yesu. Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati 7:15. 7:15 maandiko yanasema, Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri, lakini ataweka juu ya wote wa kuchukiao. Mungu ameshasema atakuondolea magonjwa yote, kisukari, pressure, kansa, BP, ugonjwa sijui wa moyo, magonjwa ya uzazi, vidonda vya tumbo, miguu kupooza, malaria. Kila kitu hakitakiwi kukaa juu yako. Kila kitu hakitakiwi kukaa kwenye maisha yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. So hakikisha unajua namna ya kupambania haki yako ya uponyaji na uzima wa kiungu. Haki ya 7 na ya mwisho ni haki ya kufanikiwa. Linapokuja swala la mafanikio, tambua kwamba ni jambo la kiagano. Mungu hajawahi kubahatisha na watoto wake. Mungu hajawahi kukusudia wewe uwe kwenye umaskini. Mungu hajawahi kutaka wewe uweze kuwa kwenye umaskini. Ni wewe ndiye ambaye unaweza ukakubali kuvumilia maisha magumu, ukakubali kuvumilia nyakati ngumu, lakini mapenzi ya Mungu ni wewe uwe mtu huru kwenye masuala mazima ya mafanikio. Angalia waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Maandiko yanasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Maana yake kadiri ambavyo unaongezeka kiroho, kadiri ambavyo unajua nini umefanyiwa katika Mungu, kadiri ambavyo unakuwa unalisoma neno la Mungu ndani yako, kadiri ambavyo unaongezeka kwenye maisha yako ya maombi, kadiri ambavyo unakuwa Mkristo mwenye commitment kwenye safari yako ya wokovu, ndivyo ambavyo maisha yako yanapaswa kufanikiwa, afya yako na uchumi wako na kila kitu kinachokuhusu. Ni kosa kuishi kwenye umaskini wakati uko deep kwa Mungu wako. Mtu wa Mungu, nina uhakika hii session imekubariki. Be blessed. Tukutane kwenye session nyingine. Asante.